kuna chama chochote cha siasa kinadhani wao kwa wakati huo hawajajipanga, hawezi kushiriki uchaguzi, wasituharibie taifa letu. Watanzania wako tayari kwa uchaguzi. Ndiyo maana katika zoezi la uandikishaji katika mikoa yote Tanzania, wananchi wengi wamejiandikisha kwa wingi, wakijua ukifika Oktoba wanashiriki uchaguzi. Kama kuna chama kinadhani wao hawatoshiriki mwaka huu, sisi hatuna shida. Wawaambie wanachama wao waliojiandikisha wala wasihangaike nao kwa sababu washiriki uchaguzi. Wakachague kiongozi anayefaa, na bila shaka kiongozi anayefaa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutokana na utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2020-2025 ambayo imetekelezwa kwa zaidi ya 95%, tunaamini Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuachia nchi. Kwa nini haiko tayari kuachia nchi? Ni kwa sababu wananchi wanaona maendeleo, bado wana imani na Chama cha Mapinduzi. Kama wenzetu hawatoshiriki uchaguzi wa mwaka huu ni sawa, watashiriki 2030, hakuna shida. Kwa hiyo watoe wasiwasi wa Tanzania, utakapofika wakati wa uchaguzi ujitokeze kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Baada ya kusema hayo, ndugu waandishi wa habari, naomba sasa nimkaribishe mwenzangu aweze kumalizia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi imeendelea kutoa ruzuku kwa kaya maskini. Takriban kiwango cha shilingi bilioni 961.5 zimetolewa kwa watu wa kawaida wasiojiweza. Serikali yetu imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati. Na hii miradi tunaposema inagusa vijana, wengine wanashindwa kuelewa. Tunapozungumza 70%, nimetangulia kwa kutoa data hiyo. 70% ya wakazi ndani ya nchi yetu ni vijana. Kwa hiyo unapozungumza uletaji wa maendeleo, 70% ya wanufaika hao ni kina nani? Ni vijana. Kwa maana hiyo, miradi mikubwa ya kimkakati imeendelea kutekelezwa. Ujenzi wa bwawa kubwa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Hydroelectric Power Station ambalo litazalisha megawati 2000 na ushehe pale. Megawati hizo sasa zinakwenda kusambaza umeme nchini kote, ambako sasa tunazungumza vijiji 12,000 viliahidiwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi na vimeendelea kuunganishwa katika umeme kwa maana ya grid ya taifa. Pia kumekuwa na ujenzi wa SGR. Huu ni mradi mkubwa sana. Alafu mtu mmoja anauliza, huu mradi una faida gani? Utakapokamilika mradi ule, utatoa mzigo wa shehena kutoka Zambia, utauleta hapa Dar es Salaam kwa muda mfupi, takriban ukilinganisha na hivi sasa mambo yalivyo. Kwa hiyo yote haya ni mambo ambayo 70% ya wanufaika wake ni vijana katika nchi hii. Pamoja na changamoto ya ajira ambayo inaikumba dunia, ambayo inakumba pia nchi yetu kama sehemu ya dunia. Mtakumbuka kwamba serikali ya CCM tangu ilipopewa mamlaka ya uongozi 2020 kuja 2025 imeendelea kutengeneza sera, mipango mikakati na programu mbalimbali, ambapo toka Novemba 2020 kuja Februari 2025 takribani ajira 884,204 zimezalishwa. Wengi wanauliza, mbona hizi ajira hatuzioni kwenye kutangazwa kwenye nani ya serikali? Ajira zisizo rasmi 1,007,000 zimezalishwa. Ajira zilizo rasmi 1,000,000 na ushehe zimezalishwa. Sasa serikali ya CCM inao wajibu na imeendelea kutekeleza wajibu wake wa kuzalisha ajira hizi na kutengeneza mazingira wezeshi. Kwa hiyo nataka kusema nini? Ziko ajira ambazo zimetolewa moja kwa moja na serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ziko ajira ambazo zimewezeshwa kuzalishwa sekta binafsi. Kwa maana hiyo imewezeshwa kwa sehemu kubwa, na uwezeshaji huu unafanyika kupitia nini?
kutengeneza mazingira wezeshi kama vile maji, umeme, barabara. Yote haya yanachechemua na kuleta maendeleo katika jamii zetu. Tunapoelekea kipindi cha uchaguzi, kuna mambo kadhaa wa kadha tunapaswa kuyatolea ufafanuzi ili kusudi jamii na Watanzania kwa ujumla wasipate mkanganyiko wa mambo mbalimbali, sababu kumekuwepo na upotoshaji wa mambo baadhi ya watu wasiokuwa na nia njema na taifa. Tutatolea ufafanuzi mambo kama mabadiliko ya sheria za uchaguzi, demokrasia na masuala ya ushiriki wa vyama vya siasa na amani kwa ujumla. Zamani wakurugenzi wa uchaguzi walikuwa ni wakurugenzi wa halmashauri kwenye majimbo huko. Sasa hivi tume imepewa uhuru mkubwa wa kuja kuteua watumishi wake, watumishi waandamizi wa serikali. Kwa hiyo tume haitapangiwa, itaona sasa ni nani mtumishi gani anafaa, na kupitia vyanzo vyake na vetting zake sasa tamteua bana, wewe kasimamie jimbo fulani, kasimamie uchaguzi sehemu fulani, tofauti na hapo mwanzo ilivyokuwa. Sasa hivi tuna uwepo wa maadili ya wajumbe wa tume, lazima wawe waaminifu, waadilifu na wawajibikaji. Tofauti na hapo kanuni za uchaguzi zinasema wanaweza kuchukuliwa hatua. Kulikuwa na jambo ambalo napigiwa kelele sana kwa muda mrefu la kupita bila kupingwa kwa mgombea. Sasa hivi hakuna kupita bila kupingwa. Hata kama utakuwa ni wa chama kimoja, wewe ndo mgombea pale, lazima wananchi wapewe fursa ya kutoa maoni yao kupitia boksi la kula, kwamba ndio tunamhitaji, hapana hatumuhitaji. Na wakisema hapana hatumuhitaji, maana yake tume inalazimika kurudi kwenye mchakato mpaka wananchi pale watakapopewa madaraka yao ya mwisho ya kuweka serikali yao na mwakilishi wao wanayomhitaji.